Watakuona kama mamluki wenzako lakini Dosa. Maana hakuna mwana Yanga ambaye anaiombea mazuri Simba ila wewe sasa. Mimi naiombea Tanzania. Mimi naiombea Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Lakini kama kuna mtu ndugu yangu Mandala kama yuko nchi ya Tanzania na kama ni Mtanzania, basi dua hii pia itamfaa. Mungu awabariki wa Tanzania wote. Mungu awabariki wa Afrika wote. Inawezekana wakanitafsiri tofauti sana. Lakini niwaambie tupo kwenye jambo la kitaifa na sera ya kitaifa hii imeletwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Alitoa wazo, alitoa maoni, linapokuja swala la kitaifa itapendeza zaidi wa Tanzania wote tukiwa tunafanyaje? Tunaungana. Kwa hiyo kwangu mimi niendeleze dua, kwangu mimi niendeleze baraka kuiona timu nyingine kutoka Tanzania inakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Ukiwasikiliza mashabiki wengi wa Simba wanajinasibu kwamba safari hii wanaenda kuchukua kombe na kuleta tofauti na Young Africans ilipofanya. Sio rahisi kwa klabu ya Tanzania kuleta kombe kwenye miaka hii. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana kwa sababu sisi kama Watanzania tuna safari ndefu kwenye mpira wetu kwenye ngazi ya vilabu mpaka kwenye national team. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la kushangaza, itakuwa ni jambo la ajabu ikitokea timu ya Tanzania inaleta kombe kwenye misimu hii miwili. Kwa hiyo sitaki kusema moja kwa moja kwamba Simba hana uwezo wa kuleta kombe, lakini niwaambie wana Simba sio kazi rahisi kwenda kulichukua kombe la Afrika kuleta katika nchi ya Tanzania. Moja kwa sababu tuna miaka zaidi ya 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna timu yoyote ambayo imefanikiwa kuleta kombe katika nchi ya Tanzania. Sisemi haiwezekani, nimesema kama itawezekana basi itakuwa ni historia kubwa. Lakini vile vile kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinachoshindikana. Nisimame hapa kama Dosa, lakini nisimame hapa kama Mtanzania kuombea Watanzania wote baraka, kuombea wana Afrika. Nikisema Afrika pia nitawajumuisha mpaka Afrika Kusini. Basi niseme tu kwa Watanzania wote na waombea sana baraka na heri katika mchezo ambao unafuata. Mbona kama haueleweki unataka nini lakini haueleweka tuja kuelewa bado nile ambacho unakitaka. Ninachotaka unaiombea huku, maana unaiombea huku. Nimesema ngoja basi, shida yako wewe ndio hiyo. Shida yako wewe kuna sehemu unataka kunipeleka. Hii shida yako ndio hiyo. Shida yako unataka kusikia kwamba Dosa anaiombea Simba kufuzu hatua ya finali, ndio? Kwani kuna ubaya? Kuna ubaya nakuuliza mwana? Nikiwa kama shabiki wa Yanga si jambo la kufurahisha hilo. Lakini nikisimama kama Mtanzania, nikisimama kama mzalendo, tunatamani timu moja kutoka nchi ya Tanzania siku moja itoe nuksi kwa sababu marehemu mzee wetu Mungu amrehemu Hassan Mwinyi aliwahi kusema Tanzania ni sawa sana kichwa cha mwenda wazimu. Na moja na kauli hii ililetwa na wana Simba Sport Club. Kwa hiyo wana Simba wao ndio watakuwa na uwezo wa kuifuta kauli hii, lakini wana Simba wao pia ndio watakuwa na uwezo wa kuiendeleza kauli hii kwamba Tanzania ni sawa sawa na kichwa cha nani? Cha mwenda wazimu. Lakini kama Mtanzania nawaombea Tanzania wote baraka katika siku zijazo. Dosa, kwa namna ambavyo Stellenbosch umewasikia ama kuwafahamu ama kuwafuatilia, unahisi wanaweza kuwa mkupa mgumu mbele ya Simba? Stellenbosch ni timu ndogo, niliwahi kuzungumza mwanzo. Stellenbosch ukija Tanzania ni sawa sawa na Namungo FC. Kwa sababu South Africa timu kubwa zinajulikana. South Africa kuna Kaizer Chiefs, South Africa kuna Orlando, lakini South Africa pia kuna Mamelodi Sundowns. Ndani ya miaka 10 imetawala sana soka la Afrika. Stellenbosch ni timu ambayo imevuka tu kama vile kwetu sisi tunavyosema Singida Black Stars. Sawa sawa. Kwa hiyo nafasi kubwa ipo kwa Simba Sport Club. Lakini sio rahisi, nirudia tena kusema, sio rahisi ili wana Simba washinde mchezo huu lazima wafanye kazi mara mbili. Wahakikishe wanafanya kazi kwa ajili ya Simba Sport Club, lakini vile vile wahakikishe wanafanya kazi kwa ajili ya Watanzania wote. Haitaondoa ukweli kwamba Simba Sport Club inawakilisha nchi ya Tanzania. Haitaondoa uhalisia kwamba Simba Sport Club ipo mashindano ya Afrika ikiwa inapeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo nikujibu ndugu yangu Jonas swali lako, inawezekana ikawa Simba anakwenda kucheza na timu kama Namungo kwenye nchi ya Tanzania. Lakini ni timu ngumu, ni timu nzuri, ni timu ambayo ukiangalia muhimili wake wa kuzuia, na mara nyingi sana timu zetu kutoka Tanzania ina changamoto sana kufungua ngome ya mpinzani. Lakini Simba tumeona ina ingizo jipya, Elia Mpanzu ni mchezaji mwenye kariba kubwa, ni mchezaji mwenye uwezo mzuri, lakini vile vile ni mchezaji ambaye anaweza kacheza 1 against 1, 1 against 2. Lakini niseme kwa kumaliza kwa Elia Mpanzu, ni mchezaji ambaye anaweza kufungua ngome ya mpinzani. Kwa hiyo kama ikitokea Elia Mpanzu atamka vizuri kwenye mchezo huo, basi tutarajie mafanikio makubwa kwa Simba Sport Club. Lakini vile vile kama ikitokea golikipa wa Simba Sport Club ataamka vizuri, basi tutarajie kwamba Simba Sport Club inakwenda kucheza finali kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 32. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, itakuwa kuna maswali mengi ya kuniuliza. Muda wa mechi bado tuna siku zaidi ya 3 mbele. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watakofanikiwa kwa Zanzibar tutakuwa nao, tutazungumza sana juu ya huu mchezo. Lakini karata yangu niseme na niwe mwazi,
Simba ni sawa sawa na kwenda kucheza na Namungo FC. Matokeo ya Simba na Namungo yanafahamika. Matokeo na Namungo anafanyaje? Yanafahamika. Kafanyeni utafiti, Simba anapocheza na Namungo matokeo yake ni yapi? Majibu mtapata. Stella Buchi ni timu nzuri, narudia kusema. Lakini mpira ni dakika 90. Of course tunafahamu hilo. Lakini timu zina karba. Leo hii haiwezekani Simba ikacheza na Real Madrid, alafu ukasema mpira ni dakika 90. Sawa sawa? Simba anakwenda kucheza na Stella Buchi. Ni timu ambayo imezuka kama lahaja. Sawa sawa? Kwa hiyo Simba kwenye mchezo huu anaingia kama giant. Simba kwenye mchezo huu anaingia kama timu pekee yenye historia kwenye mashindano haya. Nafikiri zipo timu 4 mpaka hivi sasa. Yupo Konstantin wanaitwa. Yupo amecheza na Simba Sport Club amefungwa. Yupo RS Berkane akiwa kama ni bingwa wa mara 2 mara 3 wa kombe la shirikisho, lakini RS Berkane anawatambua vizuri sana Simba Sport Club. Sijui inawezekana nimepoteza kumbukumbu, lakini moja ya timu ambayo ilitamani kugomea mchezo zidi ya Simba Sport Club, basi huwezi ukawaacha kuwataja nani? RS Berkane. Kwa hiyo niseme kwenye hili kundi mpaka hivi sasa timu giant ni Simba Sport Club. Kama Simba sipochukua hili kombe, tuna haki ya kuwalaumu sana wana Simba. Mpira ni dakika 90 tunatambua, lakini Simba anaingia kwenye huu mchezo akiwa kama ni giant. Simba amebaki kwenye hili kundi akiwa kama ni giant wa haya mashindano ya kombe la shirikisho 24-25. Maana kama mamluki wenzako lakini dosa. Maana hakuna mwana Yanga ambaye anaiombea mazuri Simba ila wewe sasa. Mimi naiombea Tanzania. Mimi naiombea Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Lakini kama kuna mtu ndugu yangu Mandala kama yuko nchi ya Tanzania na kama ni Mtanzania, basi dua hii pia itamfaa. Mungu awabariki wa Tanzania wote, Mungu awabariki wa Afrika wote. Inawezekana wakanitafsiri tofauti sana, lakini niwaambie tupo kwenye jambo la kitaifa na sera ya kitaifa hii imeletwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Alitoa wazo, alitoa maoni, linapokuja swala la kitaifa itapendeza zaidi wa Tanzania wote tukiwa tunafanyaje? Tunaungana. Kwa hiyo kwangu mimi niendeleze dua, kwangu mimi niendeleze baraka kuiona timu nyingine kutoka Tanzania inakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Ukiwasikiliza mashabiki wengi wa Simba wanajinasibu kwamba safari hii wanaenda kuchukua kombe na kulileta, tofauti na Young Africans ilivyofanya. Sio rahisi kwa klabu ya Tanzania kuleta kombe kwenye miaka hii. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kila kitu kinawezekana, kwa sababu sisi kama Watanzania tuna safari ndefu kwenye mpira wetu, kwenye ngazi ya vilabu mpaka kwenye national team. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la kushangaza, itakuwa ni jambo la ajabu ikitokea timu ya Tanzania inaleta kombe kwenye misimu hii miwili. Kwa hiyo sitaki kusema moja kwa moja kwamba Simba hana uwezo wa kuleta kombe, lakini niwaambie wana Simba sio kazi rahisi kwenda kulichukua kombe la Afrika kuleta katika nchi ya Tanzania. Moja, kwa sababu tuna miaka zaidi ya 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna timu yoyote ambayo imefanikiwa kuleta kombe katika nchi ya Tanzania. Sisemi haiwezekani, nimesema kama itawezekana basi itakuwa ni historia kubwa. Lakini vile vile kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinachoshindikana. Nisimame hapa kama Dosa, lakini nisimame hapa kama Mtanzania kuombea Watanzania wote baraka, kuombea wana Afrika. Nikisema Afrika pia nitawajumuisha mpaka Afrika Kusini. Basi niseme tuko Watanzania wote nawaombea sana baraka na heri katika mchezo ambao unafuata. Mbona kama haueleweki unataka nini, lakini haueleweka, tuja kuelewa bado nile ambacho nakitaka. Ninachotaka naiombea huku, maana naiombea huku. Nimesema ngoja basi, shida yako wewe ndio hiyo. Shida yako wewe kuna sehemu unataka kunipeleka. Hii shida yako ndio hiyo. Shida yako unataka kusikia kwamba Dosa naiombea Simba kufuzu hatua finali, ndio? Kwani kuna ubaya? Kuna ubaya nakuuliza mwana? Nikiwa kama shabiki wa Yanga si jambo la kufurahisha hilo. Lakini nikisimama kama Mtanzania, nikisimama kama mzalendo, tunatamani timu moja kutoka nchi ya Tanzania siku moja itoe nuksi, kwa sababu marehemu mzee wetu Mungu amrehemu Hassan Mwinyi aliwahi kusema Tanzania ni sawa sana kichwa cha mwenda wazimu. Na moja na kauli hii ililetwa na wana Simba Sport Club. Kwa hiyo wana Simba wao ndio watakuwa na uwezo wa kuifuta kauli hii, lakini wana Simba wao pia ndio watakuwa na uwezo wa kuiendeleza kauli hii kwamba Tanzania ni sawa sawa na kichwa cha nani? Cha mwenda wazimu. Lakini kama Mtanzania nawaombea Tanzania wote baraka katika siku zijazo. Dosa, kwa namna ambavyo Stella Buchi umewasikia ama kuwafahamu ama kuwafuatilia, unahisi wanaweza kuwa mfupa mgumu mbele ya Simba? Stella Buchi ni timu ndogo, niliwahi kuzungumza mwanzo. Stella Buchi ukija Tanzania ni sawa sawa na Namungo FC. Kwa sababu South Africa timu kubwa zinajulikana. South Africa kuna Kaizer Chiefs, South Africa kuna Orlando, lakini South Africa pia kuna Mamelodi Sundowns. Ndani ya miaka 10 imetawala sana soka la Afrika. Stella Buchi ni timu ambayo imevuka tu
kama vile kwetu sisi tunavyosema Singida Black Stars. Sawa sawa. Kwa hiyo nafasi kubwa ipo kwa Simba Sport Club.